ila kuna swala kubwa mkuu ambalo lililojitokeza, swala la mauaji, na mimi Magambo Christopher, kwa hilo swala la mauaji siwezi kubaliana nalo, lazima nifuatilie mkuu. Hivyo nitakurudia mkuu baadaye. Asante mkuu. Wewe una uhakika hapa Bwana Morris kwa yupo? Wewe si mwanae lakini. Si Morris wanificha wewe. Mauti humumbua mpita mara, sijuti kuitwa yekewa. Vipi mwanangu? Mbona hiyo vipi mwanangu? Kawaida, haya maisha unajua. Mtu anapokuwa amekaa sehemu amechill, hujui kitu gani ambacho anakiwaza. Lakini karibu kae. Kama kawaida. Sana mwanangu. Vipi mwanangu? Fresh askari wangu. Tutakuja kuona mwanangu. Kawaida askari wangu. Kwa jina mimi naitwa Magambo. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Morris. Naitwa Morris. Mimi naitwa Morris. Vipi? Fresh mwanangu. Sasa sema nini mwanangu, mimi mgeni hapa, nimekuja Dar es Salaam hapa, mimi mgeni askari wangu. Nimetokea kwa kwetu Bunda huko. Kikubwa tu mimi nilichokuwa naomba ni urafiki. Rafiki hamna shida kaka, unajua sisi ni vijana na hii ni Dar es Salaam, unajua. Dar es Salaam ni sehemu ambayo wanakuja watu tofauti tofauti. Kwa hiyo unapokuwa umekuja unahitaji urafiki na mimi siwezi nikakataa. Naanzaje kukataa kaka? Haya. Niambie. Nilipita nilikuona, sasa nimeona sio vizuri. Nimeona ngoja nikufuatilie mwanangu, tupige story moja mbili tatu, na ikiwemo ya hiyo ya kuomba urafiki. Kuhusu hilo kaka, wewe wala usijali. Wewe wala usijali, na mimi nimekupokea kwa mikono miwili. Kwa hiyo kuhusu swala la urafiki kati yangu mimi na wewe, hakuna shida, hilo ndo ashaka kaka. Ila natamani kujua ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatoka Bunda kuja Dar es Salaam. Kitu kilichonitoa Bunda kuja Dar es Salaam ni matatizo tu hapa na pale, majanga. Nilipata majanga. Kuna majanga yalikutokea? Ni majanga gani ambayo yalikutokea yakasababisha mpaka wewe ukaondoka Bunda kuja Dar es Salaam? Majanga ilitokea kama bahati mbaya, nilimzuru mtu, bahati mbaya ikamtokea na umauti hapo hapo. Hii kali. Sasa kwa hiyo baada ya hapo kitu gani ambacho kiliendelea? Kilichoendelea hapo, nimekaa sana jela Bunda Mchimba. Nimekaa sana jela, kaa sana zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo ndo nimetoka, nimeamua kuja Dar es Salaam kutafuta maisha, kwa sababu sisi unajua ni vijana. Nimekuja kutafuta maisha. Sawa. Sasa katika maisha kubwa, mimi nakushauri wewe kama rafiki yangu, usije ukapenda kumtendea mtu mabaya au ukamzuru au ukamuua katika maisha hayo. Na kuomba rafiki yangu usije ukafanya hivyo. Poa. Vipi? Mbona kama tangu umekuja hapa stori zako mimi sizielewi. Kwamba mimi kwenye maisha yangu nisije nikamfanyia mtu ubaya. Alokuambia kwamba mimi nina roho mbaya ni nani? Kwa sababu unapokuwa unakuja unataja stori za vifo hapa, hivi alokuambia kwamba mimi ni muuaji ni nani? Alokuambia kwamba mimi muuaji ni nani? Poa, sikia mwanangu nikwambie kitu. Unapokuwa haumjui mtu, basi usije kuongea vitu ambavyo huvijui. Si umeelewa? Au umetumwa? Oya, kama umetumwa, kawaambia wale kutuma sitaki mazoea. Sawa? Sitaki mazoea. Siku nyingine ukiniona sitaki unizoee. Ukiniona popote pale, wewe nikatae. Sawa? Ila huyu kifa hicho kifanya udogo. Sasa mimi kama afande Magambo lazima nifuatilie, nijue nini tatizo.
Dunia ina siri, binadamu wanaua watu. Dunia ina siri, na binadamu wanaua watu. Dunia ina siri, ila binadamu wanaua watu. Dunia ina siri, na binadamu wanaua watu. Dunia ina siri, ila binadamu wanaua watu. Dunia ina siri, ila binadamu wanaua watu. Na binadamu wanaua watu. Epi blaza, nimekutachia. Mimi najimbia mwenyewe tu. Dunia ina siri, binadamu wanaua watu. Binadamu wanaua watu. Kwani mbona kama sielewi? Kwa sababu tangu asubuhi kuna vitu vinanichanganya. Kila mtu anaongelea habari za kifo tu. Yule amenambia ametoka kwao wapi sijui huko ameua. Huyu naye anakuja kuimba nyimbo zake za ajabu ajabu. Ila mlevi. Siwezi kuchanganywa na wale. Asinipunguzia mwendo. Mauti humumbua mpita maradhi, sijuti kuitwa yekewa. Mauti humumbua mpita maradhi, oh yeah. Mauti humumbua mpita maradhi, sijuti nikijua niwekewa. Mauti humumbua mpita maradhi, siriani ona wanajua siriani. Oh, wanakuchuma wewe? Vipi damu yangu? Kama kawaida? Kama kawaida. Naona dua kaka. Chuma bali. Wewe mwanangu hujaacha hata habari yako ya kuimba? Bwana wewe. Vipi? Mbona kinyongo? Unajua nini mwanangu chuma matukio? Acha mwanangu. Shida nini baba? Unajua jana kilichotokea mpaka leo nikikaa nikifikiria siamini sana damu yangu. Hivi unajua mwanangu kama jana niliingia mtani kwa Chuse. Chusedala. Chusedala? Yeye Chusedala. Niliingia mtani kwake. Ila nilichokikuta pale mwanangu matukio, utaamini damu yangu. Hebu subiri kwanza. Wewe Morris unaendaje kwenda kumtafuta kwa Chuse? Wewe unajua kabisa Morris na Chuse nchi mbili tofauti wameleteana noma mbele ya macho yangu mimi nakwambia. Babu nisikilize. Mimi sijaangalia kuleteana noma wala sijaangalia nini. Sawa, si unajua binadamu mwanangu ana mambo mengi. Wana mambo mawili nikajua binadamu labda itakuwa labda kuna lolote ndio mimi nikaamua kinaga ubaga nagwa niende kwa Chuse. Kwenda pale mwanangu namkuta Chuse anachungulia mlangoni. Vipi mdogo wangu Chusedala? Alikuwa na mzigo nini kalipigilia manake Chuse? Sijaelewa mwanangu. Kama pepe namkuta mlangoni anachungulia. Dogo vipi? Mbona hapa kwa kuna chungulia mlangoni kuna shughuli gani? Au hamna blaza? Tunajua tena unaangalia nini? Nikapata sikiliza. Hilo mimi sio swala lonileta. Baba mkooni nina kamba. Nimeshika. Ya Morris. Nikimkuta nimfungie. Baba naanza kumuuliza tu kuhusu na Morris pale kwake kama yupo. Ndugu yangu, Chuse hata jana hadithi vizuri. Baba huo mlango ulifunguliwa. Morris katoka ndani kiatu. Morris babu kakurupuka kiatu. Unajua unamjua nguruwe alofuzwa na simba? Msubiri kwanza. Kwani Morris na Chuse wale walizingwana mimi sinakwambia. Hiyo sijahadisiwa na mtu. Mimi ndo nakuhadisia wewe hujaona, mimi ndo nimeona. Watoto wale watuchezea mchezo. Unajua nini mwanangu Nagwa? Hapa kuna kitu ambacho ninachohisi. Huyu Chuse
na huyu hapa Morris. Hapa itakuwa kuna picha wanatuchezea. Baba, Wazunguka usiseme kapicha. Sema bonge la picha. Mimi nahisi kinachotokea kwa Morris, Chuse anakielewa vizuri. Yaani kinachoendelea kwa Morris, Chuse anaelewa vizuri. Kwa sababu gani? Hao watu walileteana noma mbele ya macho yangu, tena leo unani surprise ndugu yangu unavyoniambia eti Morris katoka ndani ya Chuse. Mauti kumumbua kitamara, sijuti nikijua niweke wazi. Mauti kumumbua kitamara, siriani una wanajua. Oya, vipi mwanangu? Poa fresh, inakuwaje mwana? Kama kawaida. Kama kawaida. Vipi? Fresh ura. Mimi nilikuwa nakuja kwako unajua. Ndani. Nilikuwa nakuja kwako. Si unajua tena nyumbani mwanangu. Nyumbani nakukaliki. Sasa mimi naenda hivi kupeleka material ya jamaa. Alafu nilikuwa nataka kutoka huko ni baruzi ninge zangu juu. Jioni nilikuwa nataka nikutafute. Unitafute kwa maana ya kwamba uje homo. Tuzungumze tusije kuona tangu jana ulipoondoka. Sasa unafikiri mimi nyumbani kunakalika Chuse? Yaani Chuse ninavyokuambia hivi nyumbani kwangu mimi hakukaliki. Yaani nyumbani kwangu kuna matatizo. Likisha hili linakuja hili. Mara naona sufuria zinatembea. Mara yaani kuna vitu vya ajabu. Sasa mimi siwezi kukaa nyumbani kabisa, siwezi kukaa nyumbani Chuse. Hebu ngoja kwanza Morris. Jana wakati nilikuwa naenda chooni. Wakati narudi sasa kutoka chooni. Nafika pale mlangoni, nasikia habari za kuona bwana. Vipi uliwasha redio au ulikuwa vipi? Nilikuwa nimefungulia. Unajua ule muda ambao ulipoondoka wewe, si uniacha pale naandika namba ya ule mzee yule. Sasa muda ule pale nikajiona niko mnyonge, niko lonely. Kwa hiyo ikabidi nifungulie redio kidogo nisikie mambo ambayo yanaendelea huko duniani huko. Sasa nashangaa nilipofungulia redio tu, naanza kusikia vitu vya ajabu. Mara kuna mauaji, mara kuna hivi. Yaani nikaanza kuchanganyikiwa na ukijumlisha na vitu ambavyo vipo vinaendelea hivi. Yaani nikaona vipi tena? Sasa umpogelee. Ngoja kwanza. Sasa sikia nikwambie kitu. Ngoja kwanza. Na vipi kuhusu Blaza Nagwa? Mbona anakutafuta na makamba ya kweli? Yule achana naye. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Sasa hivi unaenda? Mimi si nilikwambia naenda kupeleka material kwa jamaa. Sasa wewe ukishapeleka material, baadaye inabidi tuwasiliane. Sasa hivi mimi ngoja kwanza nimpigie simu huyo. Alafu nijue namna gani ambavyo naweza nikamfikia ili tujue jinsi gani ambavyo tunaweza tukasolve jambo letu. Sasa wewe ukishatoka huku inabidi baadaye unitafute Chuse. Haina noma. Kwa sababu si unajua tena ndugu yako hivi mambo mengi tena kuna muda anapitiwa Chuse. Inabidi unitafute wewe. Naelewa Morris. Sasa wewe baadaye kaka. Poa, wewe baadaye. Chuse. Baadaye. Poa. Haya kaka. Mbona Morris kapiga simu na Nonje afika kata hajaongea naye chochote. Ina maana Nonje amepatikana au? Mbona kama bado hajatulia kama kawaida yake. Hizi taarifa Lolo anajua hivi. Ngoja baadaye nimtafute Lolo. Mpenzi taarifa. Gani? Mambo maji. Ya sita. Poa.
Hivi wewe si ndio yule dogo yule rafiki yake na Morris? Ah, ndo yeye huyu. Wewe nifuatilie nijue ukweli wa Morris inakuwaje. Mwanangu chuse dala. Ngoja mwanangu. Ngoja askari wangu. Nakuaje mwanangu? Kama kawaida. Niambie. Ile Fresh kama kawaida. Kama kawaida. Sorry mwanangu, samahani askari wangu. Hem kidogo tu tukae pale kwenye mti kidogo tupige story kidogo mwanangu. Kama kawaida, vipi harakati? Au sio? Niambie. Samahani mwanangu kwa kukuleta hapa. Haina shida. Samahani sana. Ila kikubwa mimi nilikuwa kikubwa nilichokuwa naulizia Morris, namuulizia Morris. Morris. Morris nilikutana naye asubuhi. Wakati kuna mzigo fulani napeleka huko kwa bosi wangu. Ila kwa mipango ambayo nilikuwa nimepanga ile asubuhi nipeleke mzigo, nikisharudi kupeleka mzigo niende kwake. Ila bahati nzuri na yeye akawa anakuja kwangu. Ila tumepishana, mimi naenda zangu kwenye mazingira mengine na yeye alikuwa anakuja kufuata mazingira mengine. Kwa hivyo yeye atakuwa alienda huko kwenye hayo mazingira. Lakini mpaka sasa hivi ninavyorudi huko kutoka kwenye hayo mazingira, nikimpigia simu yake haipatikani. Sasa sijajua ipo kwake ama ipo wapi. Mwanangu yule Morris yule mwanangu sana yule. Ndio. Mwanangu sana. Sema nini? Ndio mwanao. Mwanangu sana yule, mwanangu wa faida. Yaani ukisikia mwanangu wa faida ni yule pale. Mimi kwa hiyo kuniambia. Yaani yule tumefanya kazi nyingi yule mwanangu namjua na ananijua vizuri. Nashukuru sana kusikia. Sasa kikubwa mwanangu mimi nilikuwa namuuliza shida yangu kubwa ilikuwa Morris, nilikuwa na shida na Morris. Kwani kulikuwa kuna shida? Hamna shida, ni rafiki yangu tu. Tulikuwa tunataka tupige story moja mbili tatu. Sema nini mwanangu? Morris kuna kitu mwanangu aliniambia yule. Sema kutokana na mazingira ya Morris mwanangu, si unajua jinsi alivyo. Ana makona. Sasa hivi hajatulia Morris, bado kitu chake. Ana makona sana. Sasa jamaa kuna kitu kimoja hivi aliniambia kwamba alimkaba alimkaba mtu kamnyonga, yani unajua zile kunyonga, yani masuala kunyonga yani sema kichwa cha habari ndio hiko alichoniambia, ila hakunielezea kiundani. Nisikilize sasa. Jana alikuja nyumbani hapa. Nikamwambia sikia sasa Morris, shika hii simu uandike namba za huyo mtu ambaye unataka umfuate. Mimi naenda chooni. Wakati natoka naenda chooni na wakati wa kurudi chooni sasa. Nafika pale maeneo tu mitaa ya mlangoni. Nikaanza kusikia. Mimi sijakusudia kukuua kwa mikono yangu. Mimi nikasema hii inaongea hivi ni redio au ni mtu? Na mtu gani alikopo ndani? Ni Morris. Wewe unajiuliza kwenye kichwa changu. Kumbe naye alikwambia? Yani nakuuliza wewe ndo ulikuwa unamsikia hiyo. Mimi ndo nilikuwa namsikia Kwani naye alikwambia hayo matatizo? Mimi hajaniambia, ila kutokana na mazingira aliniambia kwamba yani alinigusia tu kichwa cha habari kwamba alinyonga mtu, yani masuala ya kunyonga na nyongana. Hata mimi sijakaa naye vizuri ili aninyoshee, lakini nilisikia tu hivi. Sasa mimi nafika zangu nyumbani. Au sio? Nafika ghetto kwanza hapa nikasikizie, maana nilipanga tukutane naye jioni hii. Ndio. Sema nini? Fresh mwanangu, haina noma. Mimi ngoja niingie zangu maskani hivi. Haina noma. Fresh. Mishale. Poa. Kila udogo huyo atakuwa anajua ukweli. Ngoja nishuke zangu maskani hivi, nitajua ukweli. Kama mimi askari nitajua ukweli. Sasa kwani je alonielekeza kwa hii au hii? Ngoja kwanza nibanze hapa nimpigie simu mzee Kiza.
kwa sababu nisije nikaenda huko alafu nikapotea. Inabidi nimpigie simu kwanza ili mwenyewe ndo anipe direction nzuri. Hapa sasa jambo langu linakwenda kutimia. Na inaita. Hapa sasa matatizo yangu yote yameisha. Morris! Mauti humongwa kitamara, sijuti kuitwa yotewa. Mauti humongwa kitamara, mauti humongwa kitamara, sijuti nikijua niweke wazi. Mauti humongwa kitamara, siriani ona wanajua siri yangu.